Fue Rosima na Holurio. Abarkio River fue Vitina. Waka Holoria Vitina Bounty every quambus Yahuida Yaya. Every tea that be Huida Muido. Le Vero Marie Huarena Sai. Malanya Sai Laulida? Malala Huyeta. Abantu vechira Hulano, Bulano. Papa Ancha Kesi Lihuali Lusana, Paka Saisino Nama Yohumenya. Lihuali Habidi. Papa Ancha Sienya Holiokata. Omwena achena asangalre. Mwindami uno basunga wasomo lubaso kura musabishe Jeremiah wasungari. Sakwenya mera kaba kenitawe. Maya manyire. Mwindami bulanga abarwina. Tom mwindami kirui. Sakari kario. Mwindami waja mukoti kibiriri wasigiro mundu okuranga. La sungari salenye erira ya Tom tawe sikire ile yomukedi. Bwana azifiwe. Mwindami Mwamberere Mwanole kendusie habari ya Mwindami na Mumberere None mbole ni Bwana azifiwe Mumberere rundi Tawo erera mota Erera mo asante Mwamberere sawa sawa Yes Mwindami na mloko na mzambole zanga bado kuliana na hokirizo sabona kuzambata kuliana na huzame sabona kuzambata lakini kuli mzamba naona utaza kama retreat oringa wao ni makina jira kwamba na mekindi sinajua kwa katika hao kile hao mzamba. Mwindami alitimiza mila yetu ya Watachoni. Alipanda mti wetu ambao tunaitwa mtoto na mawe tatu. Sasa leo tunamzika kulingana na mila ya Watachoni. La pili, yeye umeona hapo tumechinja nyama tumeweka hapo. Ng'ombe nyama iko hapo. Wale ambao wanakula hiyo nyama ni mandugu zake. Na watu kwamba wameoa. Sio mtu wa nje. La pili, wewe kama ufai hapo kwa kaburi tunazika marehemu. Tumechinja hiyo ng'ombe, tumechukua ngozi. Ngozi moja tunaweka chini, nyingine tunamfunika. Tunaweka hapo vitu vitatu. Kuna miti yetu tatu ambayo anaenda nayo. Moja tunaita omuzwa. Bili eschokoni. Tatu olusindu. Tunafanya hivyo kwa sababu alipanda, mmeona hapa. Mawe yuko hapa tatu, sasa anaenda na hiyo mawe. Kwa hivyo ndio sababu tunafanya hivyo. Soma Biblia, mtu wakati amekufa haikuwa inaruhusiwa awekwe kwa mbao au kwa kitu chochote. Ilikuwa inaruhusiwa ununue sanda umfunge kwa sanda. Na sisi wa Afrika, kama wewe ni mfukaji wa ng'ombe, ulikuwa unafuka ng'ombe, wanachukua ng'ombe ndume ambayo haikuharibiwa, ile ndume kamili, ile ambaye haijaanza kupanda, ndio wanakata hiyo ndume au wanachinja, wanatoa ngozi ya upande wa kushoto, wa tumbo ya kushoto wanaweka kando, ya tumbo ya kuume wanaweka kando. Sasa ngozi moja atalalia chini na ngozi nyingine wamfunike. Wakati wanafunika watakuwa wamenuzuru mambo ya kuharibu mazingira, kwa sababu ukienda katika karibu na hospitali hii yenye watu wanalazwa huko au karibu na mochari, utapata wameharibu miti yetu sana wakitengeneza ati macheneza. Baada ya kumzika, watu wote wanaenda mtoni. Kuenda mtoni kumaanisha ya kwamba sasa wanaenda sasa ukoo na yeye umekwisha. Wakifika mtoni wanaoga. Wakitoka hapo kwa mtoni wameoka, sasa yeye na ukoo umekwisha. Akikuja anakuja kwa njia nyingine kupitia kwa uzao wake. Si ati anarudi ati sasa wanarudi pengine akilala usiku anakuja kwa njia nyingine. Sasa akikuja hapo pengine wewe kama mtoto yake huku chinja ng'ombe, ndiye anakuja tu kwa utaratibu ili wajinje. Sasa ndio kumaanisha kwamba baada ya hapo
wewe kuoka hivyo, hiyo udongo sasa umeenda na yeye. Tunapofanya hivyo, mila yetu wapate kujua ya kwamba tunaposika mtu wetu na tunatoka pale tunaenda mtoni, tunaenda kufukuza kuoka ugonjwa uliomuua mtu wetu, ni adui wa Mwafrika na familia yake. Uende na maji, waliopaki wapaki salama, na tuishi na mtu wetu mwenyewe. Tutamuita nyumbani kupitia kwa usao wetu, si ndio? Yeye hatumuachi huko, tunawacha huko ugonjwa ambaye ndiye adui aliyetupokonya mtu wetu. Alafu turuti na usalama, tuwe wasima, alafu waliopaki tukutane tena katika upendo na amani. Samani ilikuwako, na sisi tulikuwa tunasoma masomo ya CPC kwa lugha ya Kiluya. Kwa sababu kwa Kiluya walikuwa wanafunza watoto vile wanaweza tengeneza nyungu, vile wanaweza toa vitu ya kufanya kazi kutoka kwa utongo. Yani wanatengeneza lirumbi, katika lirumbi wanapata hapo vyuma, hivyo vyuma wanatengeneza sehemu ya kazi ya vitu ya kufanya kazi. Tulikuwa na panga ya kienyeji, tulikuwa na machembe ya kienyeji, tulikuwa na wembe ya kienyeji, tulikuwa na na shoka ya kienyeji, tulikuwa hata na bisu ya kutairi ya kienyeji, na yote ilikuwa inatengenezewa kupitia kwa CPC. Kwa hivyo wale ambao wanapinga CPC ni wale ambao hawajui, kwa sababu inatakana serikali wakati inaanzisha kitu inakuwa na nafasi